Kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ile mwaka 1977 inataja nchi yetu ya Tanzania kuwa ni nchi ya kidemokrasia na inayofuata mfumo wa vyama vingi. Sasa katika unapokuwa na mfumo wa namna hiyo, ni kwamba unategemea watu kuwa na mawazo tofauti, itikadi tofauti, na ni kwamba watu wana haki ili kuweza kufikia katika yale malengo yao, kwamba wao wameamua kuwa wanafuata vyama tofauti, wana mbinu mbalimbali ambazo lakini ni halali za kisheria kuweza kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa kwa bahati mbaya, tokea ule utawala wa rais aliyepita John Pombe Magufuli, ambapo shughuli za siasa ziligeuzwa kuonekana kwamba ni shughuli ambazo si halali kwa sehemu kubwa, isipokuwa tu kama zinafanyika kwa kivuli cha Chama cha Mapinduzi. Na Magufuli akapiga marufuku mikutano ya kisiasa, akasema kwamba ataruhusu tu miezi 2-3 kabla ya uchaguzi mkuu wa 2020, na ndivyo alivyofanya. Zuio lake liliendelea hata baada ya kufariki, na baada ya mwenyekiti wa chama hiki cha wakati ule Freeman Mbowe alipotoka, na baadaye huyu ambaye sasa ni mtawala wa mabavu aliyekuwa madarakani wakati ule, tulikuwa tunamtambua kama rais, alisema anaruhusu mikutano ya siasa kufanyika. Sasa tumefanya shughuli za kisiasa kwa kipindi hicho na katika mazingira magumu sana. Mwenyekiti mwenyewe aliyekuwepo wakati ule Mbowe, mnakumbuka, alifunguliwa kesi ya ugaidi na alikaa ndani kwa miezi 8. Sasa baadaye tena mwenyekiti wa chama chetu ambaye alichaguliwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025, muda mfupi tu baada ya miezi 2 baadaye, au miezi 2.5 baadaye, akakamatwa, akawekwa ndani na akashtakiwa kwa kosa la uhaini kwa kauli ambayo aliitoa katika ukumbi huu wakati anazungumza na wale ambao walikuwa ni viongozi wa chama na ambao walikuwa watiania wa ugombea ubunge, udiwani hapa, ambao kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alikuwa akiwaeleza kuhusiana na msimamo wa no reforms no election. Sasa akafunguliwa uhaini na ni kesi ambayo mpaka hivi sasa inaendelea kumtesa. Tarehe 14 ya mwezi wa 4 Said Issa na wenzake wakafungua kesi dhidi ya chama chetu, ambaye ilifikia kupata wao jaji wa mahakama kuu Hamidu Mwanga tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 akaweka zuio dhidi ya chama chetu kufanya shughuli za kisiasa, licha ya kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa wa mwaka 99 ambao unasema mahakama haiwezi kuweka zuio kuhusiana na shughuli za kisiasa, na ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Sheria ya vyama vya siasa inasema kwamba hata chama cha siasa kiweze kufutwa au kusimamishwa kufanya kazi shughuli za siasa katika mwaka wa uchaguzi. Lakini katumika njia hiyo haramu kwenda kupata zuio mahakamani, na mahakama huyo jaji Mwanga akakomaa na akashupaa, hata baada ya kuambiwa kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa bado akakataa, mpaka uamuzi huo ulipokuja kupinduliwa tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa kulikuwa na jitihada nyingine dhidi ya chama chetu hiki ambazo zilikuwa zimeanzishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ambaye alikataa kutambua uongozi au sekretarieti nzima ikiongozwa na katibu mkuu wa chama na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa wameteuliwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Wakasema kwamba ile akidi ya baraza kuu la chama haikutimia ile siku ya tarehe 22 ya mwezi wa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025. Hiyo imetusumbua sana mpaka kuelekea anakazuia na ruzuku na chama kazuia kufanya kazi. Na yasema haya yote sasa kuonyesha mapigo ambayo chama hiki kimeyapitia, na mwisho wa siku kimeonekana kana kwamba ni adui. Lakini tarehe 29 mwezi ule wa 10 2025 tunakumbuka iliyotokea.
Mauaji ambayo hayajawahi kutokea katika nchi yetu yalifanywa. Hata tukienda kwa takwimu ambazo hatuzikubali za hiyo tume inaitwa ya vurugu ya Jaji Chande ambayo kusema watu 518 bado ilikuwa ni kiwango kikubwa sana cha watu waliouawa. Na baada ya hapo watu wengi sana walishikwa, wakawekwa ndani, wakafunguliwa kesi nyingi za uhaini. Watu wetu wengi ambao vijana tu ambao wanahusika kwamba wanajinadamaisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakawekwa ndani. Makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche hata kabla uchaguzi alishawekwa ndani kwa siku 21, na viongozi mbalimbali wakashikwa, wakafanywa, ikabidi wengine wakakimbia. Viongozi wanachama wengi wa Chadema ikabidi wakimbia hata wakae nje ya nchi. Sasa tumekuja, chama kimefunguliwa, kimeanza mikutano ya katiba mpya na Free Tundu Lissu, ambayo imepokelewa kwa mwitikio wa ajabu sana na mkubwa sana kutoka kwa Watanzania. Watanzania wamekubali Chadema wakitambua kwamba ndicho chama kikuu cha siasa nchini na ndio tegemeo pekee la ukombozi wa kweli wa nchi hii wa Watanzania. Hiyo kampeni za mwezi mmoja tu zimewafanya CCM wakaenda mtero. Njia iliyokuwepo ni kutumia njia haramu ya huyu anaitwa waziri wa mambo ya ndani Petrobas Katambi, akisaidiwa na anaitwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Mwisho wa siku wakaamua kusema kwamba wamepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa. Ukimuuliza chini ya kifungu gani, hakuna anachoweza kutajia. Lakini mnafahamu kwamba ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu na kuitii Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania pamoja na sheria zake. Lakini hawa wenzetu wao bila kufahamu kwamba hii ni jamhuri au kuheshimu kwamba kutambua kwamba hii ni jamhuri, wameamua kukiuka kwa wazi kabisa katiba ya jamhuri ya nchi yetu na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa, wakisahau kwamba ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kabisa. Sasa kwa kuwa hawa watu nadhani hata wewe anajiita mwanasheria hata sheria hazijui, itabidi nisome ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anaye haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilivyofafanua katika ibara ya 12 hadi ya 28 za sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ibara ndogo ya pili katika 29, kila mtu katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania anaye haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ile ya 5 inasema hivi: ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Katiba inasema kwamba lazima uheshimu haki ambazo zimehakikishwa na kutolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni haki ya kufanya siasa. Haki, ibara ya 20 inatoa haki ya watu kuweza kujumuika na kuunda vyama na kuweza kutoa maoni yao na itikadi zao. Sasa ambacho kimefanyika ikawa ni kwamba ni kinyume cha katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na wameamua kutumia mabavu. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo Katambi au mwingine anatumia isipokuwa ni mabavu. Sasa ikatokea kwamba kuna wanaharakati na Watanzania ambao wanatumia haki zao za katiba, wakasema kwamba wanataka kuandaa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Chadema haikuwa inashiriki kwa namna yote ile katika maandamano hayo, na ilisema wazi kabisa kwamba katika mikutano ile bado tulikuwa tukifanya katiba mpya na Free Tundu Lissu, kusema siku ya maandamano ambayo itaishwa na chama itatajwa. Lakini Chadema haiwezi kumzuia Mtanzania asitumie haki yake ya kikatiba ya kuweza kuandamana. Kama watu wanaandaa maandamano, acha waandamane. Madhari hawatumii mabavu, hawatafanya vurugu zozote zile. Sasa imetokea kwamba baada ya yale maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ilitakiwa yafanyike, hayakufanyika, lakini Watanzania waliandamana kwa ukao wote nyumbani. Nchi yote ilikuwa imefungwa kwamba Watanzania hawakutoka kwenye nyumba zao, shughuli za biashara na kila kitu, hata ile sheria za 77 zilikwama. Kwa hiyo kulikuwa na namna nyingine ya kuandamana. Wanasema kuna njia nyingi za kuua mbwa. Unaweza ukamkaba, unaweza ukamnyonga, unaweza ukamnyima chakula, unaweza ukampiga sindano, unaweza kumlisha sumu. Watanzania waliamua kwamba wao wasitoke nje. Kwa hiyo ilikuwa ni namna ya kuweza kuonyesha kwamba hawaridhishwi na mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu, kwamba madhari ya hao watu wanatumia mabavu
hata ile njia halali kabisa ya watu kuweza kutoa maoni yao. Maandamano ni njia halali kabisa. Martin Luther King Jr. kule Marekani alikuwa wanaandamana. Mahatma Gandhi alikuwa wanaandamana, na hata hapa Tanzania watu walikuwa wakiandamana siku zote za nyuma. Afrika Kusini Desmond Tutu na nani, watu wamekuwa wakiandamana. Ufaransa tunawafahamu kabisa, wao ni wataalamu wa kuandamana, wanaandamana vibaya, tena wakati mwingine maandamano yao huwa ni ya vurugu, lakini nafahamika hiyo ni haki ya kawaida kabisa, na inatambuliwa na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hasa katika ile hali imekutikana kwamba wameshikwa viongozi na wanachama wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaambiwa juzi na msemaji wa jeshi la polisi anasema kwamba kuna watu 133 wameshikwa, na sasa hivi kuna watu kama 61 ambao wamefunguliwa mashtaka, na haya yamewakumba watu wetu 61 ambao wamefunguliwa mashtaka kule Shinyanga, na tuna watu 17, mwingine anategemea pengine atafunguliwa mashtaka leo. Kuna wengine kule Mwanza 23 wamefunguliwa mashtaka. Hayo yote ni nini? Ni ya ugaidi. Kule Iringa wako 4 ugaidi. Mbeya wako 4 ni ugaidi. Dar es Salaam leo wamefunguliwa wale Pendo Kileo na wenzake wawili wamefunguliwa mashtaka tena ya ugaidi kule katika mahakama ya Kinondoni. Kuna kiongozi wetu alikuwa amefunguliwa na kufungwa kule Kahama. Bado tunashukuru leo Mungu Mwenyezi wa milele amesaidia kwamba hakimu katika rufaa yake imeweza kusikilizwa, na uamuzi umetoka kwamba ameshinda ile rufaa yake ile Daskora. Tunashukuru. Hasa ambacho kimeonekana, ambacho ni Chadema ambacho haikubaliani nacho, ni kugeuza shughuli halali za kisiasa za watu kukusanyika, watu kukutana na kupeana maoni, kuifanya kuwa ni ugaidi.